hiki ambacho amekifanya Yanga binafsi ninakiona kina afya kwenye mpira na msimamo wao kwa mtu mwenye akili. Hata ndani ya Simba kuna baadhi ndani ya Simba anaongea pembeni kwamba hiki ni kitu kizuri. Mimi ninachokitegemea mpaka sasa hivi kwa bodi ya ligi ni kitu kimoja. Kwanza kwenda kuwalinda wadhamini. Sawa? Kuwalinda wadhamini ambaye ni Azam na NBC na wadhamini wengine. Wakawalinde wadhamini wasije wakatoka, kwa sababu tetesi ambayo nimezisikia NBC walikuwa na vikao vyao vya tathmini ambavyo inaweza kapelekea wakajiondoa kwenye ligi. Sasa kama bodi ya ligi wataona wakae na hizi taarifa zao wenyewe, wakijua Yanga kwenye akili zao wanajua Yanga apeleki timu na wanamwambia mdhamini endelea kuandaa timu itaenda kucheza, alafu mwisho wa siku mchezo hujachezwa, mdhamini atakuwa ameingia hasara mara mbili. Dabi ya kwanza ambayo imeahirishwa na dabi ya pili ameingia imeahirishwa. Unafikiri mdhamini atakuwa comfortable? Haiwezekani pia kwamba bodi ya ligi wajiuzulu. Mimi binafsi siungane na bodi ya ligi kujiuzulu. Bodi ya ligi hawa tulikuwa na malalamiko makubwa sana kipindi cha nyuma juu ya ratiba ya michezo. Tulikuwa naenda mpaka kipindi kirefu sana tunavunja hivi. Sasa tumtafute yule ambaye amewanyima uhuru bodi ya ligi ni nani? Mifumo. Umeelewa? Kwa hiyo cha kwanza bodi ya ligi wawe huru, lakini ukiwalaumu moja kwa moja hawa bodi ya ligi kwamba wajiuzulu, unakuwa unawakosea sana, kwa sababu Almas Kasongo ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya kazi kubwa sana akiwa CEO wa bodi ya ligi. Si umeelewa? Lakini hatuwezi kuishia tukawa tunafanya vitu ambavyo vinagusa hisia za watu katika lugha nyepesi. Sasa lugha ambayo inaizungumza sasa hivi ili Yanga ambayo analifanya, maana yake tunaenda kutengeneza mahakama za kimchezo zilizo huru kabisa. Vitu mimi niwapongeza bodi ya ligi wanafanya vizuri, ila katika maamuzi ambayo yanakuja kuwapa doa bodi ya ligi ni maamuzi ambayo yametokea kutokana na dabi ya Kariakoo, na hayo ukiyafuatilia vizuri utakuta ndani yake kuna maamuzi ambayo yanawazidi uwezo. Yani kuna maamuzi ambayo yameamuliwa na mtu mwingine, ambapo wametoka na msimamo tena bodi ya ligi Yanga kwamba hatuchezi. Maana yake msimamo uko vile vile ni kwamba sasa kuna hatua ambazo zichukuliwe ili baadaye haya mambo yasije kujirudia. Hiki ambacho amekifanya Yanga binafsi ninakiona kina afya kwenye mpira. Tunaomba serikali, tunaomba BMT wachukue hii kama sehemu ya kwenda kupata majibu sahihi ya migogoro mingine, na sio katika mchezo wa mpira miguu tu peke yake. Kuna michezo mingi, kuna migogoro hata kwenye ngumi, kwenye riadha, kuna migogoro mingi. Na ni wakati mwingine mwana michezo tunaungana hapa kwenda kuyazungumza yale ya kimichezo. Na hapa bwana nipo na mzee wa Black and White, yani anakuambia bwana nyeupe ni nyeupe na nyeusi ni nyeusi, sio mwingine ni Lugano Israeli. Na hapa kubwa zaidi tunaenda kuzungumzia kuhusiana na bodi ya ligi ambayo ilikuwa imewaita Young Africans kukaa nao mezani kuzungumza. Dabi ipo, lakini jibu ni kwamba Young Africans wameendelea kusimamia msimamo wao wa kwamba no dabi. Lugano Israel, mambo vipi? Mzee wa Black and White, niambie. Kuna nyeupe na nyeusi? Mimi ndo kawaida yangu kwanza na rangi mbili tu. Yani hizo rangi nyingine ni za ziada. Zinakaa kama nyeusi, basi takaa na nyekundu, takuwa na huko nyeupe, takaa na nyeupe tu peke yake kwa sababu haingiliani na rangi zingine. Kwa hiyo mimi mtu wa black and white. Black and white. Yani usipochagua hizo rangi, sawa? Maana yake unapingana na mimi. Maana yake ni kwamba unaposema black, yani rangi ambayo inasimama peke yake, inazaisha rangi nyingine lakini ni black. Ukienda kwenye white inasimama kama white, ndo rangi mama za rangi zote. Ndo maana unasema kuna ukweli na uongo. Sawa? Mimi nazielewa hizo rangi zimesimama katika ukweli. Uongo yani ile uongo ni pale white inapoenda kuwa kama kijivu, lakini sio nyeupe, ni kijivu. Au inatokea rangi nyingine. Nyeusi inatokea si kitu kingine, lakini rangi za ukweli ni rangi hizi mbili. Ndio maana mimi rangi zangu ni mbili. Kwa maana hiyo wewe umenyoka. Kama hautaelewa kama nimenyoka, hoja zangu utazielewa. Ndio maana kuna kipindi nza katukana upande wa huku, alafu upande wa huku baadaye, kwa sababu unajua watu wapendi kuambia ukweli. Ukiwa unazungumza ukweli unatengeza maadui. Lakini kwenye hoja inabaki pale pale. Kwenye hoja inabaki pale pale. Uzuri wake wewe mtu akishajua kwamba unaongea ukweli, yeye mwenyewe hata bwana nataka kujiangalia. Yaani wewe mkweli unabakia kwa kama kioo. Wanakuja kujiangalizia kwako kwamba akizungumza huko kwenye hiki maoni yake ni sahihi kabisa. Lakini wengine wanaendekeza sana unazi, kuipendelea timu, kuondoka kwenye uhalisia, vitu kama hivyo. Naam. Tuanzie hapa sasa mzee wa nyeupe
na nyeusi, black and white. Young Africans bwana leo waliitwa na bodi ya ligi kama ilivyo ada, na Young Africans wao wameendelea kusimamia msimamo wao kwamba hawachezi. Hii hapa ina tafasiri gani au inaleta taswira gani pengine? Kikweli kabisa wakati wameitwa Yanga na bodi ya ligi, mimi nilikuwa naona kama ulikuwa ni mtego ambao Yanga ilihitaji utashi mkubwa sana wa kutegua ule mtego. Wanaingia, nikasema wataenda kuuliza maswali gani, kwa sababu jambo ambalo linazungumzwa hapa ni kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo tarehe 15. Yanga wakisema wao hawachezi, si unanielewa? Kwa hiyo ilikuwa na maswali kadhaa ambao watu walikuwa wanajiuliza kwamba Yanga mwisho wa siku watasema tutaenda kucheza au watasema hatuchezi, au Yanga watasemaje, kwa sababu wao ndio wenyeji wa mchezo. Na hicho kitu ambacho kimelazimisha mpaka Yanga kuitwa ni kwa sababu pia ni wenyeji wa mchezo. Kwa hiyo kuna taratibu ambazo wao Yanga itakiwa zikamilishe kukamilisha ule mchezo kikanuni, umeelewa? Lakini Yanga kwa sababu wasema hatuchezi, bodi ya ligi wakaona kuna haja ya kuwaita. Sasa pale kwa mtu ambaye alikuwa nafikiri, lazima alikuwa anagundua kwamba kuna mtego ambao bodi ya ligi wanataka kunasa. Kwanza Yanga kupitia kamati tendaji ndio ambao waliamua kupitisha msimamo huu. Sawa? Ndio maana unajua kumsikiza Engineer Said popote anapozungumza kwamba hatuchezi. Hata kama akasema hatuchezi, lakini msimamo ulitoka kwenye kamati tendaji ya Yanga. Huo mtego ambao unauzungumza ni kwamba bodi ya ligi wangehitaji tu labda kiongozi fulani mwakilishi kwa ajili ya kuja kwa ajili ya jambo, lakini walitaja kabisa barua kenda kwa president Wallace Karia, lakini pia wakataka kamati tendaji ya Yanga iende kwenye nini, kwenye mkutano, kwa sababu walijua kabisa walioamua hili swala ni kamati tendaji ya Yanga. Kama angeenda labda angeenda makamu wa rais Arafat Haji, bado angesema ngoja nikawasiliane na wale ambao waliamua ili swala, then nitarudi kuleta ujumbe mwingine, kitu ambacho kingechukua muda mrefu. Kwa bodi ya ligi walipeleka mtego kwamba tunawaita wote, sawa, tukiwa tight wakikubali wasisingizie kwamba fulani hayupo, kama tendaji ipo, viongozi wapo, watakuja hapa tunawabana. Ni kweli niwapongeze Yanga. Unajua kuitwa ukiwa kwenye mgombo kuna mambo mawili. Inawezekana ukasema mimi siji, inawezekana ukasema siendi, tuone atakachokifanya. Lakini Yanga wamefanya kitu ambacho ni cha hekima sana. Mtu akikuita ukienda kumsikiliza, ina maana umemheshimu. Kwa maana Yanga wameonekana kabisa wanaheshimu kwamba mamlaka ya mpira wa miguu, hasa kwa chini ya bodi ya ligi ambao ndio wanaongoza ligi kama wasimamizi, wamewaheshimu kwa kiwango kikubwa. Lakini naamini pia walikuwa na hoja ya kusema hatuji kwa sababu tulishawatumia barua, umeelewa? Ni kama hatucheza, angesema hatuji, jibuni kwanza hoja zetu, tutakuja. Lakini hekima ya Yanga imewasaidia, wameenda kuwasikiliza. Lakini Yanga ameenda kuwasikiliza bodi ya ligi huku wakiwa na misimamo yao. Sasa ni noti vizuri, wakiwa na misimamo yao ya hatuchezi. Mimi kwangu nimefurahishwa sana na hicho Yanga ambacho amekisimamia. Watu wanawezekana wasishinde kunielewa. Hiki Yanga anachokifanya ni mapinduzi makubwa sana mpira wetu wa miguu Tanzania. Kuna mchezo mmoja unaitwa Kombolela. Unaofahamu? Ule mchezo wa Kombolela, kuna mtu mmoja tu, sawa, aenda kulibutua lile kopo. Akishalibutua kopo na wakomboa wengine ambao wako katika kifungo. Si unanielewa? Kwa Yanga wameenda kulibutua lile kopo la Kombolela ambalo linaenda kuwaokoa watu wengine ambao pengine walikuwa wanaumia chini kwa chini. Soka la Tanzania hili, sawa, lina manjegeka mengi sana. Manjegeka hasa kutokana na kanuni ambazo zipo za ligi, kutokana na utaratibu wa uongozi wa kumpata kiongozi mkuu wa TFF, wajumbe, kuna vitu vingi ambavyo viko sawa, ambavyo naamini kwa mfumo uliopo, hata ningekuwa mimi, kwa sababu binadamu mara nyingi anapokuwa ameafurahia yuko kwenye madaraka, anatamani kuwa na uhuru wa kimadaraka. Umeelewa? Ukifuatilia mfumo wa ligi yetu na uongozi hizi ambavyo ligi yetu inaviongozwa, kuna sehemu hakujakaa sawa sawa. Kwa hiyo kitu ambacho ndio kukifanya Yanga ni sehemu ya kusaidia vitu baadhi vikae sawa sawa. Umeelewa? Mfumo wa uendeshaji wa ligi ya Tanzania ukawe sawa sawa. Kwa hiyo Yanga anachokifanya kina maslahi mapana sana kwenye ligi yetu. Sana. Ni wachache ambao wataelewa. Ni wachache sana wataelewa. Ngoja nikwambie. Mwaka 1970, sawa, nilikuwa sijazaliwa.
lakini tunasoma. Mwaka 1970 kulikuwa na mashindano ya kombe la dunia Mexico. Umenielewa? Pale ndipo ambapo kuligundulika kadi nyekundu. Yaani tuseme ndipo ilianza kutumika kadi nyekundu. Kadi ambapo mtu anapewa kadi nyekundu pap, toka nje. Unatoka nje ya uwanja kabisa. Ndo hapo ilipoanza kutumika. Lakini kutumika huko haikuanza kipindi hicho. Ilianza kwanza na manjegeka kama haya ambayo tunazungumzia kwenye ligi ya Tanzania. Kuna manjegeka ambayo yalikuwa yanafanyika. Kwa sababu kulikuwa hakuna utaratibu wa kutoa kadi mtu akifanya vurugu uwanjani. Kanuni ya 12 iko wazi kabisa ya misconduct. Sawa? Ikaja kutengenezwa baadaye, lakini kabla huko mpira ulikuwa gizani. Ilikuwa mtu hata ukimrukia teke la shingo ni fresh tu, kwa sababu hakuna namna, hakuna taratibu. Sasa kuna mtu mmoja tu ambaye anaitwa Rudolf. Sawa? Huyu ni mwamuzi wa Kijerumani. Alimtoa kwa kadi nyekundu, alimtoa nje mchezaji wa Argentina kwa kipindi hicho 1966 kombe la dunia lilikuwa linafanyika pale nchini Uingereza. Sawa? Sasa Uingereza ilikuwa inacheza na Argentina. Kuna mchezaji mmoja wa Argentina alifanya makosa ambayo mwamuzi akasema hili sio sawa. Yaani pamoja na kwamba hakuna adhabu ambayo inatakiwa kuchukuliwa, lakini hiyo sio sawa. Sasa wakati utaratibu wa kadi nyekundu haipo, mwaka 1996 yule mwamuzi Rudo akamchukua akamtoa nje kinguvu yule mchezaji. Nje kabisa uwanja akamtoa nje. Watu wakamzuia huko nje. Sasa kuna watu ambao walikerekwa na ile tabia ya mwamuzi kumtoa nje kinguvu. Lakini mwamuzi mwenyewe alikerekwa na kile ambacho yule mchezaji alikifanya. Ila kulikuwa kuna namna hata mtoaje, maana kuna matukio mengi ambayo yalikuwa yanafanyika, watu walikuwa wanashindwa, hamna kanuni. Si umeelewa? Sasa kilichotokea baadaye kuna mwamuzi mwingine. Huyo Rudo alikuwa ni mwamuzi wa Kijerumani. Kuna mwamuzi mwingine anaitwa alikuwa mwamuzi wa Uingereza. Kikawa kimemkwaza sana kile kitendo. Baadaye mawazo yakaanza sasa kutengenezwa kwamba hapana, hapa lazima tutoke. Haiwezekani watu wanafanyana fujo mpaka ya kuumizana viwanjani. Tunafanyeje? Hatua ile ndio kwenda kufanyika. Yule mwamuzi wa Kiingereza anaitwa Ken Aston. Huyo Ken Aston yeye alikerekwa na mazingira sasa ya yale ambayo litokea na ambayo yanaendelea kutokea kwenye viwanja. Kumbuka kanuni ya kadi nyekundu ilikuwa haijapatikana. Sawa? Kwa sababu kadi nyekundu ilikuwa haijapatikana, akaenda front kuipambania hiyo kadi nyekundu kwamba yani hivi adhabu ya mtu akifanywa kitendo kibaya uwanjani kinachukuliwa kitu gani? Sawa? Akaanza kuipambania hiyo, akapeleka mapendekezo yake FIFA. Akaomba mapendekezo. Na hilo wazo alilopata yeye, alikuwa anapita kwenye mataa. Haya mataa ya kawaida magana. Napita kaangalia kuna kadi nyekundu, akaona kuna ya njano. Nyekundu yani nyekundu kumtoa mtu nje. Njano itokee katika hivyo vitu. Kwa nini nimezungumza hivi? Ile ilikuwa ni stage ya ukuaji kutoka gizani kwenda katika mwanga. Kama ambavyo nahusisha kati ya tukio la Yanga, bodi ya ligi na TFF na Simba katika mzozo wa aina moja. Si umeelewa? Kwa hiyo hii ni daraja ambalo Yanga wanatuvusha katika namna pekee. Ligi ya Tanzania ina manjegeka mengi. Hili linazungumzwa, kumbuka lilianza kwa upande wa Simba, si ndio? Simba ndio ambao walianza kusema hatuchezi mpaka wauni watoke. Sawa, wajulikane na wachukuliwe hatua. Ni kwa nini azungumza vile Crescentus Magori? Ni kwa sababu anajua ndani ya ligi yetu kuna manjegeka mengi, na aliongea kwa kauli ngumu na nzito ili hatua zichukuliwe. Na kweli walikuwa na sababu ya kufanya vile. Sawa? Lakini hatuwezi kuishia tukawa tunafanya vitu ambavyo vinagusa hisia za watu katika lugha nyepesi. Sasa lugha ambayo inazungumza sasa hivi ili Yanga ambayo nalifanya, maana yake tunaenda kutengeneza mahakama za kimchezo zilizo huru kabisa. Hii ni hatua. Ndio maana nasema hii hatua ambayo Yanga wameenda bodi ya ligi ni hekima, busara. Sawa? Lakini hii ambayo wanasema hatuchezi mpaka pale ambapo wametoka na msimamo tena bodi ya ligi Yanga kwamba hatuchezi, maana msimamo uko vile vile, ni kwamba sasa kuna hatua ambazo zichukuliwe ili baadaye haya mambo yasije kujirudia. Kwa hiyo hiki ambacho amekifanya Yanga binafsi ninakiona kina afya kwenye mpira, na msimamo wao kwa mtu mwenye akili. Hata ndani ya Simba kuna baadhi ndani ya Simba anaongea pembeni kwamba hiki ni kitu kizuri, ila sasa solution isiishie tu kwamba umecheza tu basi. Tunaomba serikali
tunaomba BMT wachukue hii kama sehemu ya kwenda kupata majibu sahihi ya migogoro mingine, na sio katika mchezo wa mpira wa miguu tu peke yake. Kuna michezo mingi, kuna migogoro hata kwenye ngumi, kwenye riadha, kuna migogoro mingi sana. Hao watu ambao wanaonewa kwenye riadha, ngumi, kwenye basketball wanaenda kupata unafuu wapi? Tunatakiwa na tuwe na chombo ambacho ni mahakama huru ya kimichezo, ambacho ukitoka ukoonewa labda TFF, umeonewa labda kwenye kamisheni ya ngumi, umeonewa labda kwenye basketball, umeonewa kwenye nini, unaenda kwenye kile chombo kupata haki zako hata za kikatiba. Kuna baadhi ya maeneo watu wanajiongezea muda wa kukaa madarakani, wengine wanawazuia watu wengine wasigombee, wengine wanafanya nini, mfano kwenye riadha saizi kuna migogoro mizito inaendelea huko, umeelewa? Mwingine anaweza kumwekea pingamizi, lakini kama kuna mahakama, mtu ameweka pingamizi, unaenda kuiondoa ile pingamizi kimahakama. Na ndio kitu ambacho Yanga wanachokifanya. Kwa hiyo mimi binafsi, neno hatuchezi kwa Yanga, kwa mtu mwenye akili aitafsiri tu kwamba hatuchezi. Kwa mtu mwenye akili anaitafsiri kanuni ya bodi ya ligi, sawa, kwamba kunahitajika sasa kwenye sheria za bodi ya ligi na vitu kama hivyo kuwepo na kipengele ambacho kinajua kwamba kuna mamlaka mengine ambayo inaweza kaamua endapo mtu kimonea. Umeelewa? Kwa hiyo tafsiri ya hatuchezi ya Yanga ina tafsiri pana ya maslahi mapana ya soka la Tanzania, hata michezo ya Tanzania. Kwa hiyo Yanga wanaenda kuwa wakombozi wa nini? Wa michezo ya Tanzania kwa sasa, kutoka na kitu ambacho kinatokea. Ukicheza mchezo wa dabi, hakuna kinachoendelea. Swala itakuwa limeshaishia hapo. Lakini kama hujacheza, maana yake hapo kwanza serikali mpaka sasa hivi, mimi nishasema maeneo fulani, nikasema mimi sasa hivi nimeshaandaa mpango wa kuipelekea, kama nitapelekea BMT au nitapelekea wizarani, watanipa mwongozo wao utapeleka sehemu gani. Wa serikali ibariki kuwepo na mahakama huru ambayo inakuwa juu, ambayo inasimamia michezo. Mimi nitaipeleka hiyo, ni kwa sababu ya hili swala la hatuchezi haya nini ya Yanga ina manufaa makubwa sana kwenye taifa letu na michezo. Nataka nichagize kidogo hapo au niulize swali. Endapo Yanga Africans wakitimiziwa matakwa yao na bodi ya ligi, unaona viongozi wa bodi ya ligi wakingatuka? Swala la kungatuka kwa bodi ya ligi mimi sio moja kwa moja naliafiki. Sawa, bodi ya ligi kuna vitu wamefanya vizuri, sawa, pamoja na kwamba uwajibikaji unaweza kutokea hata katika tendo ile ambayo amelifanya, lakini mimi siamini. Sawa, mimi ninachokiamini katika bodi ya ligi, kuna baadhi ya vitu ambavyo havijakaa vizuri. Mfano, tunamzungumzia mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye sio mwenyekiti wa klabu yoyote. Mimi nishazungumza kipindi cha nyuma sana kwamba haiwezekani Steven Mguto ambaye alikuwa mwenyekiti wa Coast Union hayupo tena. Sasa hivi ni mwenyekiti anayewakilisha klabu gani? Kwa sababu anakaa pale ni watu wanawakilisha vilabu. Ina maana kwenye vilabu vya ligi kuu hakuna watu ambao wana sifa na vigezo na wanaweza kusimama kama wenye viti hasa kwenye bodi ya ligi. Kwa nini mpango wa kutengeneza mwenyekiti wa bodi ya ligi unasuasua na haupo kabisa? Nani ananufaika na mpango nyuma yake? Kwa hiyo mimi ukiniambia kwamba bodi ya ligi wajiuzulu, mimi binafsi siungane na bodi ya ligi kujiuzulu. Bodi ya ligi hawa tulikuwa na malalamiko makubwa sana kipindi cha nyuma juu ya ratiba ya michezo. Tulikuwa naenda mpaka kipindi kirefu sana tunavunja hivi, lakini hata sasa hivi bodi ya ligi wanajitahidi sana kubalance nini, licha kwamba kuna malalamiko kadhaa, sawa, lakini wamejitahidi sana kuifanya ligi kwa ubora. Kuna baadhi ya vitu mimi niwapongeza bodi ya ligi wanavifanya vizuri, ila katika maamuzi ambayo yanakuja kuwapa doa bodi ya ligi ni maamuzi ambayo yametokea kutokana na dabi ya Kariakoo, na hayo ukiyafuatilia vizuri utakuta ndani yake kuna maamuzi ambayo yanawazidi uwezo. Yani kuna maamuzi ambayo yameamuliwa na mtu mwingine, wao yamekuwa yakiwaumiza. Ndio maana unakuta ukiangalia kiwalisia, kama angekuwa ni bodi ya ligi wenyewe, huenda pengine hata ripoti angetoa, lakini nyuma yake unaonekana kuna mtu ambaye anaamrisha, anasema labda anadharau, achana nao, msifanye au hivi na hivi, kwa sababu bodi ya ligi kama angekuwa ndo wao wanaamua, ile barua ambao waliandika kwamba tunaenda kufanya uchunguzi, sawa, ina maana wao walijiridhisha kwamba wanaenda kufanya uchunguzi, manake wangetoka nayo ile barua, manake uchunguzi ungekuwa umefanya, wangekuja na kamati na hadidu za rejea. Kwa inawezekana kuna mtu ambaye yuko nyuma ya bodi ya ligi anawapa maamuzi ya kwamba msifanye hiki na mfanye hiki, kitu ambacho sasa kinaweza kakawa shida. Kwa ukiniambia bodi ya ligi ina shida kwa sasa, naweza kusema malalamiko makubwa ni kwamba bodi ya ligi haiko huru.
Bodi ya ligi inatakiwa iwe huru. Kwa hiyo uhuru ambao wanakosa bodi ya ligi hauwezi kwenda kwa hukumu moja kwa moja kwa matendo haya, manake ule uhuru ndio umesababisha haya yatokee. Kwa hiyo sasa tumtafute yule ambaye amewanyima uhuru bodi ya ligi ni nani? Mifumo. Umeelewa? Kwa hiyo cha kwanza bodi ya ligi wawe huru, lakini ukiwalaumu moja kwa moja hawa bodi ya ligi kwamba wajiuzuru, unakuwa unawakosea sana, kwa sababu Almas Kasongo ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya kazi kubwa sana akiwa CEO wa bodi ya ligi. Si umeelewa? Buimanda kafanya kazi nzuri sana kama afisa habari wa bodi ya ligi. Lakini ukirudi sasa kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, kwa nini anakuwa mwenyekiti ambaye sio hayuko kwenye vilabu? Na ndiye ambaye kaleta taharuki kubwa sana za mpaka sasa. Tunamzungumzia Steven Mguto. Sina baya na mzee wetu huyu, kafanya kubwa sana kwenye ligi. Lakini sometime nikwambie, kuna wakati umri tutaanza kumuonea mzee wetu Mguto. Umri una define uwezo pia wa kufikiri jinsi ambavyo unavyozidi kwenda juu. Kwa nini Mguto asikae pembeni akawa kama mshauri wa bodi ya ligi akwepo ndani, lakini kiti cha mwenyekiti kikae katika watu ambao wanastahili kukikalia? Kwa sababu unapozungumzia mwakilishi wa vilabu, sasa mwenyekiti sio mwakilishi wa vilabu. Mwenyekiti pale anamwakilisha nani? Si unajua maswali yangu? Swali la msingi, yule mwenyekiti Mguto anamwakilisha nani pale? Hayupo, sio mwenyekiti wa Coast Union kwa sasa. Ina maana wenye viti wa vilabu vingine hawana uwezo. Nini kinazuia? Kama ni kanuni, basi kanuni ziongezwe vibaya. Kwa hiyo kikubwa sasa hivi cha kukifanya, umeelewa, ni kwenda kupangua taratibu ambazo zinafanya bodi ya ligi kutokuwa huru. Mimi ninapendekeza bodi ya ligi iwe huru, lakini pia tuwepo na mahakama ya kimichezo ambayo inasimamia michezo Tanzania. Sasa hii itaenda moja kwa moja hata kwa michezo mingine, na hiyo itasababisha hata mbio za watu kukimbilia kasi. Wana kwenye michezo ya mpira miguu, kwenye basketball, kwenye riadha, watu wanaonewa sana. Sasa kukiwepo na hicho chombo hapo juu, inakuwa ni mwarobaini wa mambo yote. Kwa hiyo Yanga walichokifanya na kwenye barua ambao wameandika, pamoja na kwamba wamesema hatuchezi, barua walishawaandikia nani? Bodi ya ligi. Si unaona kwenye barua wamesema tuliwaandikia na barua. Maana yake pamoja na kwamba Yanga wameenda kwenda kusikiza wito bodi ya ligi, waliwaandikia barua ya kusema hatuchezi. Lakini bodi ya ligi inawezekana bado wakaisi pengine wana jitihada zingine za kuzifanya akacheza, na wamefikia sasa wamekwama. Kwa hiyo mimi ninachokiona cha kwanza sasa hivi, umeelewa? Ninachokiona sasa hivi ni bodi ya ligi sasa watoke. Bodi ya ligi ndio tunachosubiria ni andiko lao. Mimi ninachokitegemea mpaka sasa hivi kwa bodi ya ligi ni kitu kimoja. Kwanza kwenda kuwalinda wadhamini. Sawa? Kuwalinda wadhamini ambaye ni Azam na NBC na wadhamini wengine. Wakawalinde wadhamini wasije wakatoka, kwa sababu tetesi ambayo nimezisikia NBC walikuwa na vikao vyao vya tathmini ambavyo waweza kapelekea wakajiondoa kwenye ligi. Sasa kama bodi ya ligi wataona wakae na hizi taarifa zao wenyewe, wakijua Yanga kwenye akili zao wanajua Yanga apeleki timu, na wanamwambia labda wanamwambia mdhamini endelea kuandaa, timu itaenda kucheza, alafu mwisho siku mchezo hujachezwa, mdhamini atakuwa ameingia hasara mara mbili. Dabi ya kwanza ambayo imeahirishwa na dabi ya pili imeahirishwa. Unafikiri mdhamini atakuwa comfortable? Haiwezekani kuwa comfortable. Kwa hiyo ili kuwalinda hao wadhamini, tuambie Yanga cha kwanza kabisa, tuambie bodi ya ligi, sio Yanga, tuambie bodi ya ligi, kama mnawaheshimu na mnapenda kuwe na wadhamini ambao wanajua bodi ya ligi na ligi ya Tanzania vitu vyao vimenyooka, ni kwenda kuambia tu bwana, hapa kuna changamoto imetokea, waeni waambie black and white. Kwa sababu hata wadhamini hawa ni watu ambao tuko nao, wanajua mazingira kwamba Yanga hatapeleka timu. Sasa wao wanaweza kapeleka timu kwa sababu wameambiwa na bodi ya ligi mechi ipo. Wao mazingira ambao wamepewa na Yanga kwamba hatupeleki timu, wakubali kwamba Yanga hapeleki timu, wasiwaingize hasara wadhamini. Waambie wadhamini msiandae kitu chochote kuelekea kwenye hiyo dabi, na bodi ya ligi watoe taarifa sasa rasmi kwamba bwana, dabi imeahirishwa mpaka pale tutakapoitangaza tena. Maana yake bodi ya ligi waende kurekebisha yale ambao Yanga wanayataka, ili suluhu ifanye nini, ipatikane. La sivyo tutaenda kuwapoteza wadhamini. Azam wanaendelea kutumia platform zao kutangaza, kwa sababu wameambiwa na bodi ya ligi. Hawezi kupingana na bodi ya ligi, ingaje Azam pia ni watu ambao pia wanafuatilia kinachoendelea, wanajua mechi haipo, baadhi ya watu wanajua haipo. Lakini bodi ya ligi unapohakikisha kama mechi ipo, wao kwa sababu wana mkataba nao, itabidi waendelee kufanya nini,
kutangaza, lakini wanaingia hasara kwa sababu production wanazifanya za nini za dabi. Watapanga safu ya watu kwenda field ambao wanaendelea kulipwa. Hapo nazungumzia pande zote mbili, nazungumzia NBC, Azam na wengine. Watapeleka watu, wataenda kulipa, watapeleka mabango yataenda kuprintiwa. Mwisho wa siku mchezo haupo. Kitu ambacho kinafuata, mdhamini yuko comfortable, anaambia bwana nimeingia hasara kubwa. Kwa hiyo ili NBC waepushe, nishaye kuzungumza, Vodacom washaanza kujitoa kwa kitu kidogo tu kuongeza idadi ya timu kwenye ligi. Ikawa sababu ya Vodacom. Inawezekana kuna vitu vingine ambavyo vitokea ndani yao au kulikuwa na sababu zingine, lakini wakapata sababu ya kuenda kujitoa kwenye ligi. Sasa bodi ya ligi TFF waangalie kuna namna ambavyo unaweza kusababisha mdhamini akaondoka kirahisi kabisa, alafu baadaye ukaanza kuingia kwenye zama za giza. Zama za giza unakumbuka, kuna baadhi ya timu zishindwa kusafiri ligi kuu, zishindwa kusafiri kutoka kwenye kituo A kwenda kituo B, timu ya ligi kuu. Lakini walivyoingia Azam, wameingia NBC, hatujasikia timu imeshindwa kufika, wachezaji wanalipwa. Sasa hao mazingira ni ya kuyalinda. Nani wa kuyalinda? Ni bodi ya ligi. Waambie wadhamini sasa hivi mechi haikutakuwepo na mechi, kwa budget zozote ambazo zinaweza kawaingiza hasara wasizifanye tena, ili kunusuru wadhamini wasije wakaondoka. Tunashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Asante.